Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwezi wa 5 mwaka 2026. Nipate kumjua yeye. Hii ni Mei 9. Tuombe. Baba mwema, uketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya siku hii njema ya leo, siku takatifu ya Sabato, ambapo umeruhusu watoto wako wa kiume na wa kike tupate wasaa mzuri wa kupumzika ndani yako, tupate wakati mzuri wa kujifunza neno lako, kutafakari ukuu wako na kuendelea kujiungamanisha nawe ili tufae kudumu kwa watoto wako wa kiume na wa kike. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya kujifunza neno lako siku ya leo. Nasi tumekuja kwako kwa unyenyekevu. Tupatie hekima, tupatie maarifa, tupatie ufahamu wa kuyaelewa haya tujifunzayo. Zaidi sana tukalipokee neno lako na maisha yetu yakaangazwe kwalo. Tusamehe dhambi zetu, tusafishe na ututakase kwa damu yako. Enda nasi siku ya leo, ukituponya katika kuugua kwetu na kufanya yaliyo mapenzi yako maishani mwetu, katika jina la Yesu, amina. Hii ni Mei 9, tukiangazia mada inayosema imani itakasayo maisha. Timotheo wa kwanza sura ya 6 aya ya 11 na 12 imeandikwa: bali wewe mtu wa Mungu, uyakimbie mambo hayo, ukafuate haki, utauwa, imani, upendo, saburi, upole. Piga vita vile vizuri vya imani. Shika uzima ule wa milele ulioitiwa, ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Wengi wanafundisha kwamba kilicho cha muhimu kwa wokovu ni kumwamini tu Yesu. Lakini je, linasemaje neno la ukweli? Imani pasipo matendo imekufa. Yakobo sura ya 2 ya 26. Tunapaswa kuvipiga vita vizuri vya imani, kushikilia uzima wa milele. Beba msalaba, jikane nafsi, pambana dhidi ya mwili na kufuatisha kila siku nyayo za mkombozi. Ni kosa la kufisha kufikiri kwamba hakuna kitu upaswacho kufanya ili uokolewe. Unalazimika kushirikiana na mawakala wa mbinguni. Kuna msalaba wa kuinuliwa njiani, ukuta upaswao kuondolewa kabla hujaingia mji wa milele, ngazi upaswayo kuipanda kabla ya kufikia lango la lulu. Na unapotambua kushindwa kwako na udhaifu wako na kulia kwa ajili ya msaada, sauti ya Mungu itakujia toka kwenye buruji ya mbinguni ikisema, uzishike nguvu zangu. Isaya 27 aya 5. Pambano lililopiganwa kati ya Kristo na Shetani linarudiwa juu ya kila nafsi ambayo inaondoka chini ya bendera nyeusi ya mfalme wa giza ili kutembea chini ya bendera iliyojaa damu ya mfalme Emanueli. Mwovu atawasilisha vivutio vya hila zaidi ili kuwavuta mbali na utii wao ambao wanataka kuwa waaminifu kwa mbingu. Lakini lazima tusalimishe uwezo wetu wote katika utumishi wa Mungu, na kisha tutatunzwa tusianguke katika mitego ya adui. Kila mwenendo wa utendaji ambao hudhoofisha uwezo wako wa kimwili na kiakili unakufanya kutofaa kwa ajili ya huduma ya Muumba wako. Tunalazimika kumpenda Mungu kwa moyo wetu wote, na ikiwa tunajitahidi kufanya kila jambo kwa ajili ya utukufu wake, tutakula,
tutakunywa na tutavikwa kwa kupatana na mapenzi yake mema. Kila mtu ambaye ana utambuzi wa kile inachomaanisha kuwa Mkristo atajitakasa mwenyewe mbali na kila kitu ambacho kinadhoofisha na kutia unajisi. Kila tabia ya maisha yake italeta mapatano na matakwa ya neno la kweli, na hataamini tu, bali ataukamilisha wokovu wake mwenyewe kwa hofu na kutetemeka, huku akijisalimisha chini ya ufinyanzi wa Roho Mtakatifu. Mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya Kesha la Asubuhi, leo ni Mei 9, tukiangazia mada isemayo imani itakasayo maisha. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Waogopa kifo, wadhani kwamba mwisho kuishi. Umetekwa na fikira mbaya, ondoa hofu moyoni. Umepewa uzima Bwana aliyokuahidi, utakula matunda mema. Jikabidhi kwa Bwana. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi. Kuna nyakati tumepita, muda mgumu usioelezeka, lakini tunalo tumaini, yote ni ya kitambo. Tumetanga pasipo dira, hatufahamu tunakoenda, lakini tunayo faraja kuu, Bwana ni mkombozi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi. Mpango wa Mungu wa ukombozi ulikuwa mwema, akashuka duniani kumtafuta wanadamu. Aliacha vyote, enzi na utukufu, aliacha vyote, enzi na utukufu. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi.
neema tu, neema tu ndiyo tuliopewa kuishi.